Na kwengineko ni kwamba jamii ya walemavu kaunti ya Mombasa imeitaka serikali kuendeleza kampeni ya kufanyia uchunguzi wa kiafya watoto walemavu ili kuwawezesha kusajiliwa na Baraza la Kitaifa la Walemavu humu nchini. Wakizungumza huko Likoni katika kaunti ya Mombasa, walemavu hao wanadai kwamba changamoto kubwa wanazokabiliana nazo zinahusu elimu, ajira na afya, hali na wanyima haki zao za kikatiba. Ningeomba tu tupate usaidizi, wazazi wetu pia wakaweze kuelimishwa, kwa sababu huko kwenye natoka pia ukiangalia hakuna maendeleo, hakuna shule, hakuna mahospitali. Unaona tu watoto pia pengine wanatupwa. Hawa watoto walemavu wangefikiriwa zaidi mbali na sisi ambao tuko hivi, na wale walemavu ambao si watoto ambao ni walemavu wamekuwa wakubwa. Serikali ifikirie wale ambao watakuwa wameajiriwa waajiriwe, na wale ambao ni wafanyabiashara wana vipawa kama pengine carpenters, kama wale watu ambao wanafanya tailoring, watu wenye vipaji ambao ni walemavu wafikiriwe. Kuna hiyo 5% na imekuwa ni challenge. We are advocating for that, na we are going to make sure kwamba imefanyika. The problem is ukiulizia habari ya 5% unakuambia ni progressive. It has been progressive kutoka 2004, imekuwa progressive kutoka last year, imekuwa progressive mpaka wakati wa siasa ilikuwa ni hasla. Ni wengi wanafichwa na wengi hawajafanyiwa hii medical assessment na educational assessment, so hawajui huyu mtoto anafaa kuenda shule gani. So ndo tunawaelimisha waweze kuwapeleka hospitalini wafanyiwe medical assessment na pia wafanyiwe educational assessment, ndio waweze kujua ni shule gani yenye huyu mtoto anaweza pelekwa. Na tukiangazia